Ibada kamili ni matokeo ya ufahamu wa kazi ya Mungu katika Yesu Kristo. Narudia sasa. Ibada kamili ni matokeo ya ufahamu sahihi wa kile ambacho Mungu amefanya katika Kristo. Kwa kama unamwabudu Mungu na huamini alichokifanya Yesu, aidha umeweka kwenye nyimbo, umekuwa ukitamka, umeweka kwenye mahubiri, sio ibada. Kwa sababu hata mahubiri ni ibada. Ndio maana Yesu aliwaambiaje? Wananiabudu bure, vain worship, wakifundisha yaliyo maagizo ya wanadamu. Kwa hata kufundisha kanisani ni ibada. Kwa hiyo anayefundisha anaabudu, anayeimba anaabudu, anaabudu, chochote anachokifanya, anayetoa sadaka anaabudu. Kwa hiyo kuimba, ongereni waimbaji, Mungu amewabariki sana na mfanya kazi nzuri sana. Lakini kuimba ni kasehemu katika maisha yako ya ibada. Umeelewa? Kwa hiyo nimesema kwa ufupi kwa sababu kina mambo mengi. Kwa ikiwa ninachokifanya ni matokeo ya kazi ya Yesu, kwa nini natoa sadaka? Kwa sababu Mungu alimtoa mwanae, amenifundisha kutoa. Kwa nini ninaimba? Kwa sababu nataka kuliungama nini? Midomo yangu iungame nini? Jina lake. Jina lake maana yake nini? Kazi aliyofanya, heshima yake. Kama tunaimba kulitukuza jina la Yesu kwa sababu ya kazi aliyofanya, tunaabudu. Ila kama kwenye kuimba kwetu, kutoa kwetu, kuja kanisani kwetu, kuvaa kwetu, vyote sio kwa sababu ya kazi aliyofanya, inaitwa vain worship. Neno vain sawa sana empty worship. Yanaweza yakawepo maneno mazuri, lakini Mungu akitikisa anaona mawingu yasiyokuwa na maji.